Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu wapenzi, leo ni Dominika ya pili ya Pasaka ambayo pia imewekwa kwa ajili ya sherehe kuu ya huruma ya Mungu. Basi inakuwa ni Dominika ya huruma ya Mungu ambapo sisi wa Kristo tunazidi kushuhudia ufufuo wa Kristo ambaye ndio huruma ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Yesu alijidhihirisha kwa Mtakatifu Faustina na kumpa ujumbe wa huruma ya Mungu kwa ulimwengu ambao ulikuwa katika maumivu makali kutokana na vita, mafarakano na pia dhambi. Vivyo hivyo na sisi siku ya leo tunapoadhimisha huruma ya Mungu, basi tunakumbushwa kwamba huruma ya Mungu hii juu yetu sisi ambao tunaomwamini na ipo juu kwa ajili ya ambao tunaoombea, hasa walioko katika vita, hasa nchi ya Ukraini na Russia ambao wako katika vita kwa sasa, na nchi nyingine ambazo pia ziko katika mafarakano. Na pia zaidi ya yote tunaombea ulimwengu mzima ambao umeangukia katika dhambi, ili Mungu katika huruma yake apate kuwaponya, apate kuwaokoa, apate kuwarudisha katika fuko la Mungu Mwenyezi. Ishara hii ya huruma aliyomwangazia Mtakatifu Faustina kuwa na picha ambayo wengi wetu tunaifahamu, picha ambayo ina miale miwili, mmoja rangi ya samawati, nyingine rangi nyekundu. Rangi nyekundu inapoashiria damu ya Yesu iliyomwagika katika msalaba ambao tunakumbuka wakati wa Ijumaa Kuu tulisherekea kufa kwa Kristo msalabani, na pia vile vile tukasherekea kuona kwamba katika damu yake ukombozi ulifikia dunia nzima. Vivyo hivyo wakati yule akida alipomchoma mkuki pale katika moyo wake, damu na maji zilimwagika, ndipo vile vile tunaona pia yale maji katika ule mwanga yanaoashiria moyo ama maisha mapya katika Kristo. Basi wote ambao wanasherekea siku hii ya huruma ya Mungu kwa kutazama ile miale miwili ya mwanga wa samawati na mwanga mwekundu, wanapata moyo mpya na maisha mapya katika maisha yao. Ishara hizi ni kumbukumbu haswa ya huruma ya Mungu na msamaha wa dhambi zetu. Kwa ajili ya zote vitu vyote ambavyo tumevifanya, tunapata msamaha wa Mungu. Pia kuna maneno muhimu ambayo yameandikwa katika ile picha ambayo ni Yesu ninakutumainia, maneno ambayo yanadhihirisha kwamba kwa kutumaini kwetu tunapata ile neema ya Mungu na ufufuko wa Mungu unakuwa na maana katika maisha yetu. Picha yenyewe ni nembo yetu wa Kristo kudhibitisha kwamba kufufuka kwa Yesu kuna maana kwetu na kunatuletea ukombozi ambao siku zote tumekuwa tukiutarajia. Yeye anaonyesha mikono na kutupatia ile salamu ya kufufuka, amani iwe kwetu, amani iwe nasi, ambayo ndio ulikuwa ujumbe dhahiri wa kufufuka kwa Kristo pale katika maandiko matakatifu. Alikuja na kuambia watumishi ama wale mitume kwamba amani iwe nao. Basi katika masomo yetu ya leo yanaendelea na mada hii ya Mungu kutupatia ama kuonyesha huruma yake kwetu sisi. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya 42 hadi 47, tunaona ya kwamba mitume ama kanisa la kwanza lilikaa pamoja na kuuza vitu vyao na kuvilete mapato ambao walipata walialete pale pamoja,
na kuanza kuishi na kuyatumia kwa ajili ya kila mmoja wao. Zile haja za wao wote pale zilikuwa zimedhihirika kwamba ukiwa na tatizo lolote basi utapata mapato kutokana na zile hela, ama kutokana na mapato ambayo yaletwe pamoja na wale mitume. Basi hakuna aliyeishi bila chakula, ama ambaye alienda na kukaa kwa njaa. Basi tunaona kule kushirikiana na kusaidiana kwa hali na mali, ambako sisi siku ya leo tunahimizwa kwamba tushirikishane katika mali zetu, kushirikishana katika misaada yetu ambayo tunakuwa nayo. Wengine wakauza vyote walivyokuwa navyo. Sijui kwamba ni vitu vipi ambavyo wewe mwenyewe umeviweka kwa ajili yako, ila katika neno la Mungu leo tunakumbushwa kwamba tujitolee na kusaidia wengine, ili ufufuko wa Kristo upate maana, ambao alivirejesha vitu vyote kwa pamoja kwa Kristo. Basi na sisi tuvirejeshe vyote kwa ajili ya matumizi ya watu wote. Tunaona katika maisha ya siku hizi watu wanakufa njaa, wengine wanakula na kusaza. Hii ni dhihirisho kwamba watu hawajaelewa ufufuko wa Kristo uliweza kulete ule upamoja, uliweza kulete ule ushirikiano, ila wengi wanachukua hata mali ya wale maskini na kuitumia kwa ajili yao. Serikali nyingi tunasikia kwamba hazina hela, ila tukiona huku na huku bado maisha ya hao walioko katika serikali yanaonekana ni mazuri zaidi. Hata ukiangalia wengi ambao wanaingia katika siasa, sio kuingia kwa ajili ya kulete mali ya umma kwa watu, bali ni kuchukua ile mali iliyobakia kwa ajili yao wenyewe. Basi tunazidi kukumbushwa katika masomo yetu kwamba wote waliuza vitu vyao na kuvirejesha kwa pamoja, ili watu wapate kuvitumia na kusaidiana. Vivyo hivyo katika somo la pili, Mtume Paulo katika barua yake kwa watu wote anatuhimiza tutakapopatwa na majaribu na mateso mengi, tuwe na matumaini kwa Yesu mfufuka. Mitume na wafuasi wengi wa Kristo hapo kale walipata majaribu mengi na mateso mengi kwa ajili ya kufufuka kwa Kristo. Walionekana kana kwamba walikuwa wakihubiri neno ambalo lilikuwa linakingana na wale Wayahudi. Basi walipitia mateso mengi. Hapo Petro anawahimiza aliokuwa akiwaandikia barua wale wa Kristo hapo kale kwamba wasiwe na hofu, kwa sababu Kristo mfufuka ambaye amewapa nguvu atawapatia ufalme wa mbingu. Mwisho, katika Injili tunaweza kuwa tumejifungia kwa hofu nyingi, kama wale wanafunzi wa Kristo walienda wakajifungia katika jengo la juu, na hapo walikuwa na hofu nyingi, wakiogopa Wayahudi, wakiogopa pia na Waroma wasije wakawafanyia kama vile walivyomfanyia Kristo, kuwasulubisha, kwa sababu yale mateso aliyopata Yesu Kristo yalikuwa makali, na wakawa na uoga kwamba watafuatwa na wao pia. Basi wakawa wamejifungia. Ila Yesu mfufuka aliingia katika nyumba iliyokuwa imefungwa na kulete ile amani, kuwaondolea ile hofu. Pia na sisi tunaweza kuwa tumefungiwa katika mateso makali hapa duniani, katika masumbuko makali hapa duniani, katika shida nyingi zinazotuandama kila siku, shida za kifedha, shida za kifamilia, shida za hata kiimani, ambapo tunasikia watu tofauti wanaleta imani ambayo sio hakiki, amani ambayo inapotosha watu.
basi Kristo mfufuka anaingia katika majengo yetu ya hofu na kutupatia amani ambayo inatupatia nguvu ya kutoka nje na kulihubiri neno la Mungu bila kuwa na woga, kama alivyokuwa Mtume Petro ambayo alitoka nje na kuwa mhubiri ambaye alitoka nje na kwenda kuhubiri neno la Mungu katika mataifa. Ila Yesu ambaye anatupenda na ambaye ni mwingi wa huruma anakuja kwetu na kutupatia nguvu na amani hiyo. Pengine tupo katika hali ngumu wakati huu tunapoongea, lakini tunapotazama huruma ya Mungu ambaye anatujalia uwezo na imani ambayo tunayo kwa ajili yake, anatupatia nguvu za kutoka nje na kufanya mambo mengi ya kimungu, mambo ya maendeleo. Kwa kuwa ni heri wasioona wakasadiki. Huu ni ujumbe ambao Tomaso alipewa na Kristo baada ya kuona kwamba yeye alikuwa na hofu nyingi, na akasema yale niliyoyaona katika kifo cha Kristo hawezi kuwa amefufuka. Basi Kristo mwenyewe akaja na kujidhihirisha kwake, akamwambia atie vile vidole katika mikono yake na katika ubavu wake na katika madonda yake. Vivyo hivyo na sisi pia tunaweza kuwa na imani dhaifu kama ya Tomaso, imani ambayo alikuwa anataka kudhihirishiwa kwa kuona. Na sisi pia tunaweza kuwa tumeangukia katika mtego huo huo, ila Kristo anatupatia ujumbe kwamba heri wasioona wakasadiki. Tuzidi kumwomba Mungu atujalie na kuja kwetu kutupatia ujumbe wa imani, ujumbe wa amani, ili tupate na sisi pia kusadiki bila kumwona. Yapo mambo mengi yaliyopo katika kanisa letu Katoliki kama sakramenti, ila kuna wengi hawajapata kuamini nguvu za sakramenti takatifu, sakramenti ambazo tumepatiwa na Mungu mwenyewe za kutufanya sisi kuona ukuu wake, za kuona huruma yake kati yetu. Basi sisi ambao tunaosherekea siku hii ya leo, siku ya Dominika Kuu ya huruma ya Mungu, tuzidi kumwomba Mungu atujalie neema yake ili tuwe watu wanaoamini, wanaosadiki, wanaokubali matendo makuu ya Mungu bila kuona. Basi Mungu Mwenyezi azidi kutupatia huruma yake na kutupatia nguvu zake ili tupate kufutuliwa dhambi zetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi uliyejaa wema na rehema, tunakushukuru kwa kutujalia huruma yako sisi wanao. Tunawakabidhi wote wanaoteseka katika vita tofauti, vita vya kisiasa, vita vya kifamilia, vita baina ya nchi na nchi, ili Mungu Mwenyezi amani uliowajalia mitume wako na huruma uliojalia ulimwengu wote ipate kuwafikia. Mungu Mwenyezi, tunakabidhi watu wote duniani katika huruma yako takatifu, ili wale wanaosubiri ishara ya kufuka kwako wapate kupata neema ya kuamini na kusadiki bila kuona. Mungu Mwenyezi, tunakuomba na kujitakasa kwa huruma yako, ili katika maondoleo ya dhambi tupate kufuata neno lako na kuwa wahubiri wa ufufuko wako katika dunia nzima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.